Huu sio wakati wa kulialia tena. Huu sio wakati wa kuanza kunung'unika. Huu sio wakati wa kuanza kulalamika. Ni wakati wa kusimama na hiyo nuru tulio nayo, kwa sababu sisi tuliookoka sharti ufalme tuuteke. Na Kristo anasema ufalme wa Mungu tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata saa hii ya leo, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na hao wenye nguvu ndio wanaouteka. Kwa hiyo siku ya leo usikubali kuwa mtu dhaifu, usikubali kuwa mtu hai, usikubali kuwa mnyonge, usikubali kuwa mtu anayetia huruma. Simama, tuliye naye ni mkubwa. Simama, Yesu Kristo ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, na imeandikwa nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo siku ya leo tukiondoka kwa imani tukauendea ulimwengu, tutachukua nyara zetu kama kishindo cha wakoma waliosema hatutarizika hapa tulipo. Tunaliendea jeshi la Washami, wakituangamiza na watuangamize, wakituacha hai na watuache hai, lakini hatukubali kubaki hapa tulipo ili tufe kwa njaa. Wakachukua hatua, wakatembea, wakaondoka. Hao wakoma walipofika mahali pale katika jeshi na kambi ya Washami, Bwana akaongeza mgurumo wa magurudumu ya magari yao machache, ikawa kama jeshi kubwa, na Washami walikimbia. Kishindo cha wakoma kiliwakimbiza Washami. Kishindo cha wakoma kilileta wokovu na chakula tele kwa wana wa Israeli. Kishindo cha wakoma kilileta nyara nyingi, hata mfalme wa Israeli akajivunia wakoma badala ya kujivunia majeshi yake na watu wenye nguvu walio mashujaa kati ya jeshi. Badala ya kujivunia makomando, alijivunia wakoma ambao hawana hata vidole, miguu yao, vidole vyao vilisha katika. Hao watu ambao walionekana kuwa dhaifu katikati ya watu, walipotiwa nguvu na Bwana mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi, hao watu walileta wokovu. Hao watu walibadilisha historia ya maisha ya taifa zima. Waliokuwa kwenye maombolezo, waliokuwa katika hali ya msiba, katika hali ya ukiwa, wanawaza tunakula nini, wanawaza njaa, mvua hazinyeshi, lakini wakoma walibadilisha mtazamo na hali yote iliyokuwepo katika Israeli. Leo mimi na wewe tunayo nafasi ya kubadilisha taifa letu la Tanzania. Mimi na wewe leo tunayo nafasi ya kubadilisha ulimwengu mzima, Afrika yetu, familia zetu, ndoa zetu, nyumba zetu, kanisa letu. Popote pale tuna uwezo wa kubadilisha. Kwa nini? Nguvu ya Bwana ikisha ingia mahali pale, anasema inuka ewe shujaa, usijione mnyonge. Katika wewe, kwa uwezo wako huo mdogo na uelewa huo mdogo tu unaonekana mdogo, Bwana anaweza akafanya muujiza kutoka kwenye hicho kidogo ulicho nacho, kutoka kwenye hiyo nguvu ndogo ulio nayo, kutoka kwenye huo uelewa mdogo ulio nao, kutoka kwenye hiyo imani punje ya haradali ulio nayo. Anasema hata kukata tamaa. Simama siku ya leo. Huu ndio wakati sasa wa kuyaendea mataifa, kwenda kuteka nyara, kwenda kuwaleta watu kwa Kristo, kwenda kupata utajiri, kwenda kumiliki